Karibuni tutafakari pamoja masomo ya Dominika ya 5 ya Kwaresma ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu yapo matatu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Ezekieli sura ya 37 aya ya 12 hadi 14. Na somo la pili waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 8 hadi ya 11, na Injili ya Yohana sura ya 11 aya ya 1 hadi ya 45. Dominika hii ni Dominika inayotukaribisha sana katika kipindi kikuu cha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Dominika ambayo tunafunika misalaba, tunafunika picha mbalimbali ndani ya kanisa. Na masomo yetu mengi yataonesha namna gani Yesu anajificha. Kufunika kwa picha huko ni kumficha Yesu, ni kuficha sura ya picha hizo ambazo tunazitumia kwa tafakari ya kukutana na Mwenyezi Mungu katika ibada na sala zetu. Katika masomo yetu haya matatu, tukilianza kulitafakari somo la kwanza. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Ezekieli linatupa ujumbe wa ninyi mtaishi. Nanyi mtaishi. Mwenyezi Mungu anaahidi kufufua watu katika makaburi yao. Anaahidi kuwarudisha wana wa Israeli katika nchi yao, nchi takatifu, nchi ya Israeli. Anaahidi pia Roho yake ataiweka ndani mwao na kuwafanya kuwa hai. Ndugu yangu Mkristo mwenzangu, mimi na wewe pengine tupo utumwani Babuloni. Tupo katika dhambi, tupo katika mahangaiko, tupo katika mateso. Tumetekwa huko na tunafanyishwa kazi. Na pengine tumekufa kwa sababu ya dhambi. Na hivyo tumefanyika kuwa wafu kwa sababu ya dhambi. Mkristo mbatizwa, unapokuwa katika dhambi unakuwa umekufa, umezikwa. Na hivyo katika maziko yako hayamfurahishi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatamani ufufuke, uanze upya, akuingize tena katika nchi ya ahadi, nchi ambayo yeye amekuandalia kwa ajili ya utukufu wa maisha yako ya kiroho. Mungu anasema ataweka roho ndani mwako. Ataweka roho ndani mwetu. Roho yake itaingia tena katika maisha yetu kama Wakristo. Wengi wetu tumekata tamaa, wengi wetu hatutamani tena kukutana na Mungu, lakini Mungu yeye anatamani kukutana na sisi na kutufufua upya katika maisha yetu ya imani. Fufuka, anza kuishi tena kwa ajili ya kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Nanyi mtaishi. Mwenyezi Mungu anasema nanyi mtaishi. Je, Mkristo unatamani kuishi? Kama unatamani kuishi, basi mwalike Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu akukaribishe katika nchi yake, akukaribishe tena katika familia yake, akufufue utoke katika makaburi hayo na akupe Roho wake Mtakatifu aweze kukaa ndani mwako na kukuongoza. Katika somo la pili pia tunapata ujumbe wa neno la Mungu, mwili na roho. Waraka huu wa Mtume Paulo kwa Warumi unatupa ujumbe wa mwili na roho. Neno la Mungu linatuangaliza mambo mawili.
Jambo la kwanza ni mwili na jambo la pili ni roho. Kristo anasema afuataye mwili huyo hawezi kumpendeza Mungu. Mara nyingi ndugu zangu, tumejikuta tamaa za mwili zinatusababisha tujitenge na Mwenyezi Mungu. Wakristo wengi hatusali kwa sababu ya mahangaiko ya kimwili, kutafuta chakula, kutafuta utajiri, kutafuta mali na kufanya maisha mazuri zaidi, starehe na anasa. Tunaona mara nyingi vilabu vya pombe watu wanajaa, viwanja vya mpira watu wanajaa, lakini kanisani watu hawasali, na hasa zaidi vijana. Vijana hawana mpango, lakini kwenye kumbi za starehe, sehemu za kumwagilia moyo, wapo tayari kwenda kukesha, lakini si kwenda kukesha kanisani, kuomba huruma na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Kumbe tunaambiwa yule anayeuelekea mwili zaidi na anapenda tamaa za kimwili, huyo hawezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Hana nafasi kwa Mungu, na yeye mwenyewe ameiondoa nafasi hiyo ya Mungu ndani mwake. Kristo anasema anayetafuta, yeye afutafutaye roho huyo ana uzima. Yeye aitafutaye roho huyo ana uzima. Hivyo mwili na roho. Yule anayejikita zaidi na mambo ya kimwili, huyo hana Mungu ndani yake. Lakini yule anayejikita na mambo ya kiroho, yeye huyo ana uzima. Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze zaidi kujikita katika mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho leo hii wengi wetu tunajikita kwa sababu tu ya kutafuta utajiri. Ndio maana tunakimbilia kwenye makanisa, mikesha mbalimbali kwa ajili tu ya kuomba Mungu tujalie baraka za utajiri na mali, ili kuweza kunusuru maisha yetu na kuweza kuyafanya maisha yetu yawe mazuri. Lakini hatuna nidhamu mbele ya Mwenyezi Mungu, hatuna maadili mema kwa jamii, na hatuna mfanano wa sura ya Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yetu. Mwenyezi Mungu, je, atatubariki kwa hali hii? Tamaa za kimwili zinatuingiza pia katika kumhusisha Mwenyezi Mungu atupatie maisha mazuri, utajiri na mali nyinginezo ambazo tunahizi zinaweza zikatufanyia tukapata furaha, tukaonja radha ya dunia na utamu wake. Kumbe utamu upo ndani ya Mwenyezi Mungu, na Mungu ndiye atakayetujalia neema hizo. Na somo la Injili toka Injili Yohana, tunapata ujumbe Yesu ni uzima. Kweli Yesu ni uzima. Tunashuhudia katika somo hili habari ndefu kweli ya Lazaro ambaye amekufa. Na Yesu anaposikia habari za Lazaro aliyekufa kama rafiki yake, anakwenda nyumbani kwa Lazaro. Anawakutana na dada zake. Maria anamlilia Yesu, namwambia, Mwalimu, ungekuwepo ndugu yangu asingalikufa, angekuwa hai. Yesu anamwambia, amini, yupo hai. Lakini pia aliwashangaza watu Yesu alipowaambia kwamba Lazaro hajafa bali amelala. Katika Yesu hakuna kifo. Katika Yesu kuna uzima. Katika Kristo kuna kulala. Hivyo wote tunaolala katika Kristo hatufi, bali tunaishi, bali tunasinzia, tunapata usingizi wa amani katika Kristo. Mfano huu wa Lazaro unaweza pia kutupatia mfanano wa maisha yetu sisi wenyewe. Kufa kwa Lazaro ni sura ya maisha yetu sisi tunavyokufa wanadamu katika dhambi. Tunakufa katika dhambi na tunabaki katika dhambi. Tukibaki katika dhambi tunakuwa na harufu mbaya, tunakuwa tusiotamanika, tunanuka. Maisha yetu maovu yanatufanya tunuke,
tusionekane kuwa ni wasafi. Pengine tunaweza tukavaa vizuri, tukapendeza, lakini kiuhalisia tunanuka. Lazaro alikaa kaburini muda mrefu kama siku 3, akawa ananuka sasa. Lakini Yesu bado aliwahakikishia kwamba hajaharibika, ni mzima, amelala. Kumbe hata sisi tunavyonuka namna yoyote katika dhambi, Yesu bado anatutambua kwamba sisi ni wazima, tumelala. Tuamke. Mkristo mwenzangu mbatizwa, pengine tumekufa, tunatoa harufu mbaya ya uchafu wa dhambi. Yesu anataka tuinuke, anatuinua juu ya kifo chetu kibaya hicho cha dhambi. Anatulilia, anatuita kutoka katika kaburi la dhambi. Tuinuke huko tunakonuka katika dhambi, tumwelekee Yesu, naye yupo tayari kutupokea na kutufanya wazima kama alivyomfanya Lazaro. Alimfanya awe mzima na akavishwa nguo zake tena vizuri, akatembea na akaishi. Kumbe usijidharau katika dhambi, katika maanguko yako, bali Yesu anakupokea. Kuna wimbo mmoja umetungwa. Ingawa waanguka dhambini, kwa Mungu una thamani. Pamoja na udhaifu wa kibinadamu, kwa Mungu una thamani. Kwa Mungu tuna thamani katika maanguko yetu ya dhambi. Hata tukiwa na dhambi zinazotusababisha tuonekane katika jamii kwamba hatufai, hatupendezi hata kukaa pamoja na Wakristo wenzetu, bali kwa Mungu tuna thamani. Usijidharau. Simama katika kipindi hiki cha Kwaresma, na wengi wetu pengine hatujashiriki kusoma huu ujumbe wa Kwaresma. Tuusome vizuri, uweze kutusaidia, uweze kutuongoza, ili maisha yetu yaweze kwenda vizuri. Tutende ndugu, tusichoke kutenda mema. Lakini kuna mambo mengi yameelezwa. Utu wema wetu unatokana na nini? Sala, kusamehe, kuachilia, kufanya toba na matendo ya huruma kwa wenzetu. Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki, hasa tunapoelekea sasa kwenye sherehe za Pasaka, tufufuke pamoja na Kristo kwa kuacha dhambi zetu. Mfungo wetu uwe na mfungo mwenye tija na wa kutufanya tubadilike, sio baadaye tunapofungulia tunamaliza Kwaresma tunarudi katika maisha yale yale ya dhambi, ya kutenda mabaya na kuonekana tena kwamba si wa Kristo tunaofanana na Kristo ambaye ni mkombozi wa maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.